Afueni kwa wakazi eneo la Ganahola, eneo bunge la Jomvu, kaunti ya Mombasa, baada ya mhisani kujitokeza na kurekebisha barabara inayounganisha eneo hilo na Mikindani. Wakazi hao wamesema kwa miaka barabara hiyo imekuwa kero kwao kutokana na kutopitika wakati wa mvua kutokana na kuharibika. Kwa sasa wamesema kurekebishwa kwa kipande hicho cha barabara kutarahisisha na kuimarisha biashara zao ambazo zimeathirika. Aidha, mshukuru David Omondi mwenye kuanzisha wakfu huo kwa kujitokeza na kuwajibu la tatizo lao. Ni mfanyi biashara, hata niko na kibanda yangu hapa. Barabara ilikuwa ikinitatiza sana, matope, mvua ikinyesha, hata customer kuja biasharani ilikuwa ni shida, lakini kwa vile barabara imeanza kutengenezwa, nashukuru sana Bwana David Omondi, biashara yangu itakuwa nzuri bado. Kusema ukweli tunashukuru sana kwa kuja kututetea hii hali, manake mahali hapa kusema ukweli ni pazuri wakati wa jua. Lakini wakati wa mvua kama hivi kusema kweli pana mtihani. Kama sisi wafanya biashara ndogo ndogo za hapa kusema kweli tunataabika sana. Yani tunauza tu ile tu Mungu nisaidie, kwa sababu yani ukishatoka Mungu naye hawezi kunyima riziki yako, lakini tunashukuru. Lakini sasa ikiwa Mungu pia ametufanyia wepesi, ametuletea kijana wetu David kama hivyo akutusaidia mahali hapa, kusema kweli tunashukuru sana na Mungu amzidishie, azidi kusaidia sana watu wengi sana kwa ujumla. Na pia kwa hii kazi ambayo anafanya inahitaji pia sisi tumshike mkono. Na ndiposa unaona siku ya leo tumesimamisha kazi zetu, tuko mahali hapa kumshika mkono. Ndugu yetu huyu anasimama MCA. Tumekuwa na viongozi wengine ambao tulitarajia kwamba watatufanyia haya mazuri, lakini kwa hakika tumeteseka. Huu ni karibu mwaka wa 4. Hakuna maendeleo tumeona. Lakini ndugu yetu huyu kwa ajili ya siku ya leo ameweza kuona hizi changamoto tunazopitia na akaona kwamba ni vyema atutengenezee. Kwa upande wake, msimamizi wa wakfu wa David Omondi, Joseph Oloch, ametoa wito kwa viongozi wa serikali ya kaunti kuendeleza na kuboresha ujenzi huu wa barabara na kuweka kabro na njia za maji. Na kama siku 2 zilizopita tulikuwa na ile katika riwaza yetu tumekuwa na ile mjadala gumzo mtaani na David. So tulikuwa na mjadala hapa na watu wa bodaboda, watu wa draft, wakaji wa hapa, na kitu ambacho kilitokea katika hiyo gumzo mtaani, walionelea kuwa hii barabara ni vyema tungepata kabro tuwatengenezee hii barabara, kwa sababu wamekuwa wakilia kwa miaka 3 sasa. Mvua ikinyesha watu wao wanapata shida kwenda shuleni, hata wakipiga viatu kiwi wakifika shuleni ni kama hawajajitayarisha vizuri. Shule yenyewe iko hapa nyuma yetu, Mikindani Primary, na hii Ganahola imesaulika katika hii barabara. County imeiangalia, haijafanya jambo. Kila mtu anaweza kuifanya, lakini wametengwa. Cha pili kenye ningeomba ni kwamba hizi kazi ni kazi za kushirikiana. Hizi sio ya kuangalia huyu amefanya nini, huyu amefanya nini. David amefanya pati yake. County ya Mombasa inaweza kuja iboreshe zaidi na waweke line ya maji, jinsi maji inaweza kupita ikienda. Hiyo ni kazi ambayo county wanaweza fanya. Kwa hivyo tunaomba hisani ya county wao pia waingilie barabara na waangalie drainage ya maji waifanye. Lakini kwa David mimi nampa pongezi kwa ile jambo ambalo ameliona na kusimama na watu wa Ganahola. Kwa hivyo ni jambo lingine maana sana. Na tuliongea na wakazi pia pale kwa tuko na program nyingi ambayo tunapanga kufanya Ganahola. Wale wamama ambao tunaona biashara zao ziko hapa kando kando, ukianza kuangalia kuna hizi vibanda vya chakula. Wamama wameteseka sana na hii matope yenye liko hapa. Mtu akiwa kwa kibanda akikula matope, gari kipita inaingia huko ndani. Harufu ya matope ukikula wanapoteza customer. Hii itakuwa ni mojawapo, kwa sababu zile harufu itakuwa imeisha, customer watakuja kukula. Na sisi pia tutawainua biashara yao. Kauli yake mungo mkono na mwenyekiti wa muungano wa watu wenye ulemavu Kiliopa Mwasi. Mwasi aidha ametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Mombasa kuharakisha na kupitisha mswada wa watu wenye ulemavu. Kusema ile kweli, marekebisho ya hii barabara ambayo inafanyika leo kwa heshima ya Team David inaenda kusuluhisha matatizo ya wakaaji wote wa Ganahola. Wafanyi biashara, walemavu, wakaaji, wakulima, mashule, wanafunzi, watoto wa shule, wote wanaenda kupata afueni sana kwa ajili ya kitendo hichi ambacho kimetekelezwa na Team David. Na mimi napenda kupeleka ujumbe wangu kwa County Government of Mombasa. Hili ni suluhisho tu la muda, lakini tunangojea waje waweze kuweka suluhisho la kudumu, kwa maana hapa kuna tatizo ya sewage, kuna tatizo ya barabara pa maji mahali ataenda na kadhalika. Kwa niaba ya watu ambao tunaishi na changamoto za kimaumbile, County Government of Mombasa
mumetunyima County Disability Act. Hiyo sheria ikiwa bado mtakuwa mkuipitisha, sisi jamii ya watu ambao tunaishi na changamoto tutaishia kulia tu miaka yote. Hilo ambapo moja wapo ni kama hii accessibility of roads. So I think mstahiki governor mahali huko, kwa heshima kubwa umesikia kilio chetu, na si mara ya kwanza. Nishaongea hata katika mkutano wa opinion leaders hapo katika hiyo governors pala, nishaongea katika mikutano mingi sana, hata kwa media nishaongea sana. Naomba raundi hii mstahiki unisikie tafadhali. Kwa hivyo hapa ukiona barabara inatandazwa, inatengenezwa, kuna mambo mawili ama matatu ambayo inajaribu kusolviwa hapa. Cha kwanza, hiki barabara ilipokuwa hapo awali kabla itengenezwe, venye shughuli inaendelea hivi, maji yalikuwa yamejaa. Kwa hivyo abiria na wanabodaboda wakipita watu wanachafuka, ambao hiyo inaleta bad health. Vile vile namba 2 ama 2, second point, hao wana biashara, mama yetu wa vibanda pale, ukiona kuna mama ya uza chapati chake hapa, kuna mtu wa mtura, kuna mtu wa mandazi hapa. Haya machafuko yanaleta magonjwa kama typhoid na cholera, ambapo hii barabara ikitengenezwa bado tutakuwa tumefanya nini? Tumeshughulikia hiyo, hakutakuwa na hayo magonjwa. Na cha mwisho, Ali Vincent, Benvin TV.